wa kule Tabora. Sasa nikiongea huenda katika herufi zangu nitakuwa na kaza badala ya kulegeza. Mnivumilie. Nipigeni makofi na mbeni ukweli. La kwanza, tukushukuru mheshimiwa mbunge. Sisi tumetoka mkoani kuja kuungana na mheshimiwa mbunge kwenye utekelezwaji wa ilani. Tumeambiwa katika mambo makubwa ya msingi ya kuangalia mheshimiwa mbunge amefanya nini. CCM oye! Tangu mkutano wa jana wa juzi tulipokuwa kule Kitomondo na mkutano wa leo tuko hapa, tumefuatilia katika maeneo haya mawili. Tumeona mheshimiwa mbunge kuna kazi kubwa amekwisha kuifanya. Sasa mizimu ya Tabora imenikumbusha kule, wazee wamenikumbusha, wameniambia nipige odi 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 odi. Asanteni sana. Wakusukuma gurudumu la maendeleo, ni lazima tumpate kiongozi mwenye roho ya utu, mwenye roho ya huruma kwa watu wanaowaongoza. Tumpate kiongozi mwenye hofu ya Mungu, kwa sababu uongozi ni dhima. Siku Mwenyezi Mungu atakapotuchukua sisi, tutakwenda kuulizwa, vipi katika nafasi yako ya uongozi ulifanya kazi kwa ajili ya kudhulumu hata wale masikini na wanyonge? Vipi katika nafasi yako ya uongozi ulifanya kazi ya kwenda kufanya dhuluma ya mashamba ya wale masikini wanaopata gunia 2 na wewe bado unataka kuwanyang'anya mashamba yao wakose hata zile gunia 2 za kupata chakula? Nipigeni makofi na ambieni ukweli. Tutaulizwa, vipi kwenye nafasi yako ya uongozi wale kina mama waliokuwa wanakwenda kujifungua, wakati mwingine walijifungulia njiani, wengine walipoteza maisha, wengine watoto walipata ulemavu, wengine kina mama walipata ulemavu. Vipi wewe kiongozi ulipewa dhamana na Mwenyezi Mungu ya kwenda kuwahudumia binadamu wenzako, lakini huduma ile haukuweza kuifanya namna inavyotakiwa? Ikumbukwe kwa Mwenyezi Mungu kesho Kiyama, Mwenyezi Mungu atatuuliza na kila mmoja atapata sehemu ya gawio lake ya yale mema aliyoyafanya na yale madhambi aliyoyafanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu asqaraha wa qala al insanu ma laha yawma izin tuhaddithu akbaraha biyana rabbaka waraha yawma izin yasudulu nas ashitatan liyulaw amarahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Assalamu alaikum. Sasa sino mniletee sadaka jamani. Nipigeni makofi na ambieni ukweli. Sasa kama wewe utakuwa na Mungu, ukapewa nafasi ya uongozi, pamoja na mambo ya kuzingatia, Mwenyezi Mungu amekwishaeleza kwenye vitabu vyake, aliyefanya jema misiri ya mdudu chungu atalipwa jema lake, aliyefanya dhambi, misiri ya mdudu chungu atalipwa dhambi lake.
Nipigeni makofi na mbele huko. CCM oye! Niwakumbusheni kitu. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kwanza, Mwenyezi Mungu amewabariki wana CCM. Kina mama wa CCM wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu wapo kwenye chama sifa yake kinahubiri amani, umoja na mshikamano. Lakini ukitaka mwanamke wa kuoa, wazee wangu, vijana wenzangu, wanapatikana CCM. Wana malezi, wana maadili ya kutosha kuliko wa vyama vingine vya wenzetu. Ukitaka mwanaume mtanashati ambaye huwezi ukasita kwenda kumtambulisha ukweni, wanapatikana CCM. Makofi kwetu tafadhali. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kwa hiyo ndugu zangu, mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa ambayo kaifanya, lazima tutoke hadharani tukamsifu. Tusisubiri mpaka afe ndio tuje tuseme bwana eti mheshimiwa mbunge lakini yule alikuwa anafanya kazi jamani, alikuwa anafanya kazi jamani. Leo tunashindwa kwenda kumsifu akiwa katika hali ya uhai. Lakini nimesikitika na jambo lingine tena, wanatoka baadhi ya wana CCM. Baadhi ya wana CCM wanakuja kusema mbunge hakufanya kitu. Hii shule nimeambiwa historia yake, nimeona pale kuna jengo pale limejengwa la makuti. Jengo la mbao, darasa la mbao, darasa la mabanzi limejengwa pale. Wakati huo tulikuwa hatuna viongozi. Tulikuwa nao viongozi, lakini hawakuweza kuwa na huruma ya kuwahurumia vijana wetu na Watanzania wenzetu wanaoishi Mafia, watoto wao waende wakapata elimu bora. Lakini Kipanga akaja akaona huruma, akasema hapana, hawa ni binadamu na wana haki ya kupata elimu. Hawa ni binadamu, wana haki ya kujengewa majengo mazuri, na sisi tutayajenga majengo haya. Kipanga amejenga, mnataka nini? Nipigeni makofi na mbele ukweli. Anatoka mtu anakuja kumkashifu mbunge wetu, na mbunge huyu bado yuko madarakani na ni mbunge wa CCM, ana dhamana ya CCM, muda wake bado hujaisha. Tusubiri muda wake uishe, mje mumtukane mnavyoweza, lakini hamwezi mkamtukana yuko madarakani na sisi tukacheka. Hatuwezi tukakubali jambo hili. Nipigeni makofi na mbinu huko. Nimewaambieni tangu mwanzo, uongozi ni mzigo. Uongozi sio jambo la kukimbilia. Uongozi ni kipaji. Mwenyezi Mungu anambariki mja wake kuwa kiongozi, na kiongozi huyo lazima Mwenyezi Mungu amtilie roho ya huruma ili aweze kuwasaidia watu wanaowaongoza katika yale matarajio ya msingi waliokubaliana. CCM oye! Na mimi sishangai kwa nini Kipanga wanamsema vibaya wakati mwingine. Watu hawa walikuwepo tangu enzi za mitume na manabii, na mitume wengine wakatokea watu hao katika familia zao, pamoja na miujiza na maajabu walioyaona hadharani. Na kikumbuka kisa kimoja cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika kisa kile walimu wanatuambia Abu Jahali ni mjomba wake na mtume, baba wa ujinga. Mjomba wake anaitangaza dini ya Mwenyezi Mungu, ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anaitangaza dini ya Mwenyezi Mungu.
mjomba wake wa kuzaliwa na mama yake anatoka asalani kwenda kuaminisha umma kwa huyu sio mtume wa Mungu. Assalamu alaikum. Takbir. 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 Sasa kama kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametokea mtu katika nyumbani kwake, katika udugu wake, katika uzao wake, katika damu yake, inakuwaje kwa kipanga kwa watu ambao hana tena saba nao wanashindwaje kumsema vibaya kiongozi mwema wa namna hiyo? CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mtume wakamjaribu, wakasema tunataka tufanye debate, ubadilishe mchana wa saa 7 kuwa usiku wa kiza. Nipigeni makofi na meno kweli. Sasa kwa hotuba hii, mheshimiwa mbunge, na kutilia nguvu, wewe sio wa kwanza kusema vibaya, wewe sio wa kwanza kuambiwa mambo mabaya, wewe sio wa kwanza hata watu wakakutendea ubaya. Wako mitume walioaminiwa na Mwenyezi Mungu, lakini kuna watu waliwadhalilisha mitume wa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum. Abu Jahali anapewa mtihani wa kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapewa mtihani na kila Abu Jahali. Kama utaubadilisha mchana kuwa usiku, sisi tutasilimu. Uongozi ni kipaji, uongozi ni talanta, uongozi ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sio wote wataweza kubarikiwa kuwa viongozi wema. Mtume wa Mwenyezi Mungu akaenda kusali sunnatul ajala katain, sijida moja sawa sawa na rakaa 20, sijida 2 sawa sawa na rakaa 40. Mtume wa Mwenyezi Mungu anasali, anamuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, hawa watu wamepanga kunidhalilisha mie, hali ya kuwa nimewatendea mema, nimewaondoa kwenye dhambi. Kila siku nawahubiria msifanye mambo yasiyomfaa Mwenyezi Mungu, fanyeni mambo yaliyokuwa mema mbele za Mwenyezi Mungu, ili muende mkaone ufalme wa Mwenyezi Mungu. Lakini mimi nakosa gani? Bibi Hadija mkewe Mtume naye akasali sunnatul ajala katain, analia, anatoka machozi, anasema Mwenyezi Mungu, naomba umkomboe mume wangu, umnusuru na shari hii ya wanadamu na mashetani waliotaka kuitengeneza kwa Mtume. Assalamu alaikum. Tumsalieni Mtume jamani. Nipigeni makofi na ambieni ukweli. Katika majaribu yale, kwa sababu uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu, Mtume wa Mwenyezi Mungu hakulazimisha kuwa kiongozi wa Waislamu. Mwenyezi Mungu alimpa uongozi wa Waislamu. Mtume wa Mwenyezi Mungu katika ule uwanja wa majaribio akakaa pale, akanyosha mikono yake juu akimwomba Mwenyezi Mungu. Ghafla jua likapatwa na mwezi, kiza kinene kikata